Bana ndugu mwanamichezo, mambo sasa yamekuwa magumu kwa upande wa refa aliyechezesha mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa, ambao ulikuwa ni mchezo wa ligi ya NBC Premier League, ambapo Simba Sports Club walipata ushindi wa mabao 2-1, ambayo mabao hayo yote mawili Simba Sports Club waliyapata kwa kupitia penalty, ambazo penalty hizo mbili alipiga Ateba, ambapo katika penalty hizo bwana zilikuwa kama zina ukakasi ndani yake, yani kwamba zilikuwa zinaonekana kama si penalty halali, kwamba refa ameweza kuwapendelea wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Na ukiangalia penalty ya mwisho moja kwa moja ikaweza kuwapa mashaka baadhi ya watu na kuonekana kwamba hapana, huu mchezo ulikuwa unamalizika suluhu, yani 1-1, lakini inaonekana kwamba refa amewatafutia penalty Simba mpaka imeweza kupatikana na ameweza kuwapa penalty ambapo ilikuwa sio penalty halali, lakini vile vile penalty ya kwanza ilikuwa si penalty halali, lakini kwamba refa ameweza kuwapatia Simba Sports Club baada ya kuonekana kwamba mchezo ni mgumu sana na unaweza kumalizika suluhu au Simba Sports Club kuweza kupoteza. Ikaonekana kwamba ni hivyo, baadhi ya wachambuzi wakaweza kuchambua hivyo, lakini wengi wakasema kwamba si penalty halali. Lakini vile vile ndugu mwanamichezo, wewe uliona mchezo huo, na hata kama haukuona basi moja kwa moja tunaweza kusema kwamba katika mpira wa miguu makosa huwa yanatokea, lakini kwa jinsi mimi mchambuzi nilivyoona moja kwa moja naweza nikasema kwamba sidhani kama palikuwa kuna tatizo lolote, na sidhani kama refa alikuwa anapaswa kuweza kuchukuliwa hatua ya aina yoyote. Lakini sasa ndo hivyo, mambo yamezidi kuwa magumu, lakini vile vile sasa hivi mambo yanakuwa ni mazito sana kutokana na matukio haya kuwa mengi sana katika mpira wetu wa miguu na kuonekana kupoteza sifa, kuharibu sifa za mpira wetu wa miguu, ambapo sasa hivi ligi yetu hii ya NBC Premier League, yani Tanzania hapa tuko namba 5 katika ligi zote kama 50 kitu hivi Afrika. Kwa hiyo utaona ni ligi ambayo ni bora sana, na marefa wakiwa wanapoteza baadhi ya vitu au wanapokea rushwa, mwisho wa siku wanafanya ligi yetu iendelee kuzaraurika au kushuka zaidi baada ya kuendelea kukaa katika nafasi nzuri ya pili, ya tatu hadi ya kwanza. Kwa hiyo moja kwa moja ikaonekana kwamba sababu hizo zimefanya kwamba mchezo huo kuweza kuharibika na refa huyo kwamba kuonekana kwamba kuna kitu chochote aliweza kupata, na mwisho wa siku kuweza kuwatafutia Simba Sports Club matokeo, ambapo Simba Sports Club kweli waliweza kushinda. Lakini moja kwa moja ukitazama utapata kugundua kwamba penalty zote zilikuwa ziko sawa, lakini kila mmoja anaangalia kiupande wake na kila mmoja anaangalia jinsi anavyojua. Lakini moja kwa moja ukitazama, kwa mimi mchambuzi naona mambo yako sawa, lakini moja kwa moja bodi ya ligi imeweza kukaa na kuweza kulichambua hilo na kuweza kutoa maamuzi kuhusiana na refa huyo Kayombo ambaye alichezesha mchezo huo wekundu wa Msimbazi dhidi ya Mashujaa, ambao ulikuwa ni mchezo wa ligi ya NBC Premier League. Lakini vile vile ndugu bwana mchezo, tukiachana na hapo moja kwa moja tunafahamu kwamba palikuwa kuna sakata ambalo lilikuwa likiendelea Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, ambapo Simba Sports Club waliweza kufanyiwa figisu katika mchezo ambao ulikuwa ni wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa unatakiwa kuweza kuchezwa kesho yake, lakini Simba Sports Club wakafanyiwa figisu kuweza kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo na mwisho siku Simba wakaweza kuzira na bodi ya ligi wakaweza kutangaza kuahirisha mchezo huo. Sasa mambo yakawa mengi sana, Young Africans wakawa wanadai pointi zao, wanataka pointi, na wakakataa kabisa katu hawezi kucheza mchezo huo. Wakasema hapana, sisi tunataka pointi 3 na magoli yetu 3, kwa sababu sisi hatukuwazuia Simba Sports Club kuweza kufanya mazoezi. Mambo yakaenda hivyo, kesi ikaenda hivyo, lakini mwisho wa siku Young Africans tukapata kuona wamepeleka kesi hiyo kesi kwenda kushtaki kwamba waweze kupata pointi 3. Lakini sasa habari iliyoko huenda ni habari njema kwa wewe mpenzi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambao ulikuwa unahitaji mchezo huo uweze kupigwa tena, lakini vile vile huenda ikawa ni habari mbaya kwa wewe mpenzi wa Young Africans ambaye ulikuwa hauhitaji mchezo huo uweze kuchezwa tena na ukawa unahitaji pointi 3. Lakini vile vile huenda pia ikawa ni habari njema kwa wewe pia vile vile mpenzi wa Young Africans, kwa sababu sio wote ambao walikuwa wanahitaji mchezo huo yani wasiweze kucheza mchezo huo Young Africans. Kuna wengine ambao walikuwa wanataka Young Africans kwa nini tu wasikubali kuweza kucheza mchezo huo hivyo yani. Lakini mwisho wa siku mambo sasa yamekuwa tight na bodi ya ligi wameweza kutangaza kitu gani ambacho kinachoendelea baada ya Young Africans kuweza kukataliwa shauri lao baada ya kupeleka kule kesi kuweza kuomba upewe alama 3, lakini mwisho wa siku kuweza kutupiliwa mbali na kuachia maamuzi bodi ya ligi. Hatimaye bodi ya ligi wameweza sasa kuamua ni kitu gani ambacho kinachofuata kuhusiana na sakata hilo. Kabla sijakujuza ni kitu gani, lakini vile kabla sijakujuza refa huyo kitu gani ambacho kimemkuta, moja kwa moja tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ile chini ya video hii, lakini vile utabonyeza alama kengele katika pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka.
soka, lakini vile vile usisite kucomment hapo chini. Na tukiendelea moja kwa moja bwana, baada ya shauri la Young Africans kuweza kutupiliwa mbali na kuweza kuachia maamuzi bodi ya ligi, sasa moja kwa moja bodi ya ligi wameweza kuamua na kuweza kupanga mchezo huo kuweza kurudiwa tena, na tarehe husika wataweza kuitoa rasmi, ambapo mchezo huo utaweza kurudiwa tena. Kwa hiyo Young Africans na Simba Sports Club itabidi kiweze kupigwa tena, yani dabi inabidi iweze kuchezwa tena. Kwa hiyo muda wote, wakati wote wataweza kutangaza tarehe hiyo ni tarehe gani, ambapo mpaka sasa hivi tukiangalia katika msimamo wa ligi, Yanga akiwa namba 1 akiwa na pointi takribani 70, Simba Sports Club akiwa namba 2 akiwa na pointi 60, huku akiwa na viporo takribani ya michezo kama 3 hivi, huku Simba Sports Club akiwa anahitaji kuweza kuchukua ushindi na kuweza kuchukua kombe hili la NBC baada ya kuwa katika hatua nzuri katika kombe la shirikisho barani Afrika, akiwa katika hatua ya finali akihitaji kuchukua kombe hilo, lakini vile akihitaji kuchukua kombe hili. Lakini vile vile kwa upande wa refa bwana, refa tayari maamuzi yameweza kuchukuliwa na kuweza kuonekana kwamba kuna chochote kitu ambacho kilionekana kwamba amepewa refa huyo. Kwa hiyo moja kwa moja bodi ya ligi wamemsimamisha refa huyo na wanafanya uchunguzi. Watakapobaini ukweli, kama kuna ukweli wote ndani yake, basi wataweza kumfungia refa huyo, lakini kama patakuwa hakuna ukweli ndani yake, basi refa huyo atakuwa yuko sahihi, ataweza kuachiwa.